Siku ya leo tunaenda kuzungumzia kuhusiana na kanuni ya milele ya uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Kwa maana nyingine tunaweza tuseme hii ni kanuni ya milele ambayo inasimamia kusudi la uwepo wa mwanadamu katika hii dunia. Karibuni tena katika somo letu mwendelezo, somo letu ambalo linahusiana na safari ya mwanadamu kufahamu au kuelewa ulimwengu na pia kujua nafasi yake katika dunia au katika ulimwengu. Kumbuka, na ulimwengu tulishasema ni mifumo yote inayoongoza, inayodhibiti, inayoamua hatima ya maisha ya mwanadamu. Kuna tofauti kubwa kati ya dunia na ulimwengu. Unazungumzia dunia, unazungumzia sayari hii ambayo tunaweza kuiona, ambayo inajumuisha vitu kama milima, kama misitu, pamoja na viumbe hai vyote ambavyo viko ndani yake. Hii ni sehemu ya dunia. Na tunapozungumzia ulimwengu, tunazungumzia ni mifumo yote inayoongoza, inayoendesha na kuamua hatima ya maisha ya mwanadamu pamoja na viumbe vyote ambavyo vipo ndani yake. Ni mwendelezo wa kanuni zetu za milele ambazo zinaendesha maisha, ambazo zinaendesha kila kitu ambacho kinatokea katika hii dunia. Kwa nini ni muhimu sana kufahamu hizi kanuni? Nafikiri tukishuka huko chini tutaona umuhimu wa kufahamu hizi kanuni na kuweza kuzitumia katika maisha, kwa sababu kanuni na sheria zipo si kwa sababu ya kutunyima uhuru. Kanuni na sheria zipo ili ziweze kutupa uhuru zaidi. Ndio maana mtu unapovunja sheria, hiyo ni sheria iliyowekwa na serikali, hiyo ni sheria iliyowekwa na jamii, hiyo iwe ni sheria ambayo imewekwa na asili, matokeo yake manake unanyimwa uhuru. Kwa hiyo unavyotii sheria, unavyokuwa mnyenyekevu kwa sheria, manake ndipo unapopata uhuru. Unapovunja sheria, manake sheria zinakuja kuchukua ule uhuru ambao nao. Kwa hiyo sheria ni za muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Sheria ni za muhimu sana katika ustawi na katika maendeleo ya maisha ya mwanadamu. Tulishasema kuna kanuni ya milele ambayo inaongoza uwepo wa mwanadamu katika hii dunia, na hii kanuni tunaweza tukasema ni kanuni inayohusiana na kusudi la mwanadamu katika hii dunia. Kwa nini mwanadamu yupo katika hii dunia? Tunasema mwanadamu aliumbwa na kuwekewa ndani yake uwezo wa kutawala mifumo ya maisha. Kumbuka, mifumo ya maisha yote inayoongoza, inayodhibiti maisha ya mwanadamu ndio inayotengeneza ulimwengu, na hii mifumo iko ya aina mbili. Kuna